Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wanatufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya leo vendredi le 9 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea jioni ya leo, tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita tuwaambie yanayojiri huko kwa sasa, na tutawaambia kuhusu Kongo ambayo inajiandaa kupigana vita direct na nchi ya Rwanda. Hayo yalitangazwa na vice premier ministre congolais en charge de budget ambaye anaitwa Adolphe Muzito, nadhani kwamba mnamjua. Tutawaambia mengi kuhusu aliyoyatangaza na tutawapeleka mu territoire ya Jugu huko mu province ya Ituri kwenye mapigano tena yaliripotiwa ndani ya centre ya Bule kati ya wanamgambo wa CRP na jeshi la FARDC. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kuwa nazipata habari zetu. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp kwenye mtakuwa na zipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre pale mu description, kuko linki hiyo. Mujiunge nasi kupitia hiyo linki, bila shaka mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu za jioni ya leo tutazianzia mu territoire ya Kabare, hapo ni mu province ya Sud Kivu, mu village ya Muresa kwenye milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika huko mu maeneo ya misitu na vilima karibu na Muresa. Ilikuwa saa za sakenda, wakaji walikuwa wakifanya kazi zao za kila siku, wafanyabiashara, wachuruzi, wakulima. Masasi ikasikika wote kabisa, hali ikawa mbaya, mambo yakaharibika, wakaanza kukimbia. Waliokuwa mashambani wakakimbia wakielekea ndani ya mungini wa Muresa, yani wakirejea hapo mweneo ya Muresa. Wengine hapo Muresa wakababaika, wakaanza kukimbia hapa na pale, mambo yakaharibika. Mashambulizi yakaendelea kusikika ndani ya misitu na vilima karibu na hapo. Hali iliendelea kukua tete, shughuli zote zikasimama, na mpaka muda huu masasi mengi kunaendelea kusikika. Vyanzo kadhaa kutoka hapo vinasema ya kwamba yawezekana ni mapigano ambayo yamezuka upya hapo kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23. Wanasema ya kwamba ni mapigano kwa sababu kuko nasikika hata mabombe hapa na pale. Wanasema ya kwamba haiwezekani kuwa inaweza kuwa tu kushambulia hapa na pale kwa wasi wa AFC M23 na watumikishe silaha nzito kama iko vita na wazalendo. Video iliyotufikia ndio hii hapa, wakati masasi ilikuwa imeanza kusikika. Chambre kwetu ni $15. Eske masasi Abafike mbalawala bako chambre kwetu. Nadhani kwamba video hiyo mmeifuata, ni wakati masasi ilikuwa imeanza kupiga hapa na pale, wakaji wakaanza kukimbia, wengine kulala chini kutokana na jinsi kabisa masasi yalikuwa mengi. Tuendelee na taarifa zetu. Hapo ni mu territoire ya Kabare, maeneo ya Muresa kwenye mambo yaliharibika kuanzia saa 5, masasi kasikika mengi pale na yanaendelea kusikika hapo. Vyanzo kadhaa vinasema kwamba inawezekana ni mapigano ambayo yalizuka kati ya wazalendo na wasi wa AFC M23. Tuwaambie kuhusu yule vice premier ministre congolais en charge de budget ambaye anaitwa Adolphe Muzito. Yeye kwa kinywa yake alisema ya kwamba kama Rwanda kabisa inaitaka vita itaipata.
alitangaza hayo siku ya leo kabisa wakati alikuwa kwenye interview na Perman. Alisema ya kwamba Kongo iko tayari kabisa kwa vita na isha andaa 5 miliards de dollars kwa ajili ya kuzitia mu vita ambayo inaendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Hapa wakati makubaliano ya amani yanasainiwa, wakati makubaliano ya mifumo yalikuwa yakisainiwa kati ya pande mbili, tulikuwa tukiona kwamba vita vitaisha kabisa, yani amani itapatikana kutokana na jinsi hayo yote yalikuwa yakisainiwa. Tofauti na hayo, tuliona vita vikiendelea wakati wanasaini makubaliano mapya ya amani. Uvira mambo yakaharibika, mapigano yakaendelea, na tangu kuanza kwa maongezi hata na kukubaliana makubaliano tofauti, mapigano yalikuwa yakiendelea. Aujourd'hui gouvernement ya Kongo inajiandaa kwa vita sasa direct contre Rwanda. Yule vice premier ministre wa Kongo ambaye anaitwa Adolphe Muzito, mnamjua sana, alisema ya kwamba Rwanda kama kabisa inaitaka vita itaipata. Kama ukumbusho, tangu kwanza kwa vita hivi, gouvernement ya Kongo maraporo ya ONU na hata maraporo engine ya maasosiasio tofauti yalikuwa yakiendelea kuonesha jinsi vita hivi Rwanda inawasaidia wasi wa AFC M23. Mbali na hayo, gouvernement ya Kongo ilikuwa ikiafirme hayo, ikisema ya kwamba vita hii inaendeshwa na Rwanda nchini Kongo kwa mpango wa kupie kwanza minere za Kongo na kuibalikanize nchi ya Kongo maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu wayafanye kuwa nchi ya Rwanda. Kutokana na hayo yote sasa, Rwanda kuendelea kuwaunga mkono wasi wa AFC M23 na kuwa na mpango wa kuyakamata hayo maeneo yote na kuyabalikanize, nchi ya Kongo aujourd'hui inaandaa kabisa vita direct na nchi ya Rwanda, ambapo inaandaa 5 miliards de dollars kuzitia kabisa mu vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo ili kupigana direct na nchi ya Rwanda. Hapana kuwapiganisha tu wasi wa AFC M23 pale Kufrono Kivu au Sud Kivu, hapana kupigana direct na Rwanda. Wakati wowote kabisa mambo yataharibika kati ya nchi mbili, mapigano yanaweza kuingia Rwanda na tayari Rwanda nayo kuanza kuishambulia direct nayo Kongo, mambo tena yanageuka hatari. Ni wakati processus de Washington, processus de Doha yalikuwa yakiendelea kufanyika ili kumaliza vita na migogoro kati ya nchi mbili. Wakati mambo yanaendelea kuharibika kati ya nchi mbili, siku ya leo President Donald Trump alikuja kutangaza ya kwamba yeye alifanyaka kazi nzuri tena kubwa ya kusimamisha vita kati ya Kongo na Rwanda. Siku ya leo alisema kwamba Kongo na Rwanda walikuwa wakipigana tangu miaka 30 iliyopita, na hii vita kabisa nilishaisimamisha. Na hii vita kabisa nilisimamisha, si kwamba nataka nipewe Prix Nobel, hapana. Mimi nataka nataka kuokoa mamilioni ya wakaaji wanaopoteza maisha yao wakati wa mapigano. Donald Trump upande wake anaona ya kwamba vita hivi Aisha vimaliza kabisa, hakutakuwa tena mapigano yoyote. Kinachoshangaza, yeye anaamini hayo wakati kwenye uwanja wa vita mapigano yanaendelea. Hata siku ya kusainiwa kwa makubaliano mapya amani kati ya nchi ya Kongo mbili, vita vilikuwa vikiendelea kwenye ligne de front, kitu ambacho nawaambiaka kila wakati. Vita hii iko ndani politike sana, kwa sababu wale wapatanishi upande wao wanaona kwamba vita vishakaisha. Wakati wanafanya pande mbili kusinya makubaliano, hawataingilia kati waone ya kwamba makubaliano walio ya saini wako na yatekeleza. Kama ni usitishaji vita, wakuje waangalie kabisa wale ambao watakiuka usitishaji vita, kama wanaagiza hawa kitu fulani kutokana na yale ambayo walio ya kubaliana, wakuje waone ya kwamba kile ambacho walikiagiza kimefanyika. Inabakia tu kuwa nasema ilikuwa hivi, wanasema swate wanajeshi wa AFC M23 warudie nyuma. Inabakia masemi tu, watakuja kukamata maamuzi ya kufanya hayo yatendeke.
Inabakia tu mambo ambayo yako ndani politiki ya hali ya juu, kwa sababu kama wapatanishi ambao wanataka amani ikuje kabisa, kama watu ambao wanapenda waunganishe pande mbili, wanapaswa kukamata maamuzi ya hali ya juu kupitia yale ambayo waliyasaini. Wale ambao watakiuka makubaliano hayo wanaadhibiwa sana, wanawasanktione. Maamuzi kabisa wanayakamata kutokana na ukiukaji wa makubaliano, ila hakuna maamuzi yoyote, hakuna aksio yoyote ambayo Etats-Unis d'Amerique ishaka ifanya hao Qatar na wengine wapatanishi kwa wale waliokiuka makubaliano hayo. Sasa naona vita hii kama vita ambayo iko ndani politiki ya hali ya juu. Wakaaji sasa ndo watu ambao wanabakia bila kujua sasa kinachoendelea ni kipi. Nasema haya kwa sababu upande mwingine donc wakaaji hao wanaongozwa tu, wanaambiwa okay, mambo iko hivi, kinachofanyika ni hiki, donc tunapenda resulta ikuwe hivi. Wanabakia tu wakingojea itakuwa hivi hakuna kabisa kufikiwa kwa yale ambayo wanayasema. Kila siku wanasema kwamba amani itapatikana, kila siku wanasema AFC M23 itarudia nyuma, kila siku wanasema kutakuwa restauration de l'etat, inabakia tu mkusema tu. Wakaaji wanabakia na ile kuamini hayo na hakuna kinachofanyika. Ndio maana nawaambiaka ya kwamba vita hii iko ndani politiki ya hali ya juu, tena juu sana. Inapaswa kabisa kukuwa makini wakongomani. Tunajua kinachoendelea ni kipi, wanataka wafike hiki na kile ambacho hakiendi sawa. Wakongomani kati yao wanatafuta solution, kwa sababu unaona ya kwamba vita hii iko ndani politiki ya hali ya juu. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke moja kwa moja nchini Burundi kwenye wale wakimbizi wapya waliokimbia maeneo ya Sud Kivu wakakimbilia nchini Burundi walipata usaidizi siku ya leo. Eve Bazaiba na Crispe Mbadu waliongoza kabisa misio ya usaidizi kwa wakaji wa Kongomani huko Bujumbura na maeneo karibu na pale. Wengi wa wakaji waliokimbia maeneo ya Kongo kutokea Sud Kivu walikimbiliaka makambi tofauti huko ndani ya nchi ya Burundi. Wamoja wakafika Bujumbura, wengine wakabakia makambi ambazo haziko za mkapitale. Maisha yalikuwa yakiendelea kukua mabaya sana, na kuna watu waliopoteza maisha yao wakati walifika huko, kukosa maji, chakula, maisha mabaya wanayoyapitia. Wakaanza kukutana kabisa na vifo vya hapa na pale, ambapo ile societe civile kutoka Uvira ambayo inaitwa Machozi ya Raia ilitangaza ya kwamba zaidi ya wakaaji 5 wa Kongo waliokimbilia Bujumbura wote walisha kufa kutokana na maisha mabaya wanayoyapitia. Gouvernement ya Kongo sasa aliamua kusaidia hao wakaaji kupitia chakula, maji mazuri na kuwapa kabisa dawa za magonjwa yoyote, kwa sababu maisha ya ukimbizi kabisa ni maisha ambayo huwa mnakula chakula ambayo si nzuri, donc haiko bien prepare, ile itaacha magonjwa inakuja na kuwa kabisa maji haipatikani kama kawaida, maji si mazuri, donc magonjwa inapatikana kule. Gouvernement ya Kongo iliamua sasa kuwasaidia wale wa Kongomani ambao walikimbilia Burundi mu makambi tofauti. Wakongomani kwa sasa ambao ni wa refugee huko Burundi wanafikia zaidi ya 200,000 personnes. Ni wengi sasa. Hao wote gouvernement ya Kongo ina majukumu ya kuwasaidia. Delegation sasa ilifika nchini Burundi siku ya leo ikiongozwa na Eve Bazaiba pamoja na Crispe Mbadu, na hao watafanya kila kitu wakongomani wanaoishi huko wapewe maji, wapewe chakula, wapewe na kwa kuishi maisha ikuwe vizuri kidogo, kwa sababu kurudi kule ambapo walitokea kabisa hakuna njia. Mpaka wa Burundi ungali unafungwa. Uvira na maeneo yote huko mu Plaine de la Ruzizi yanayopakana na Uvira, mipaka ingali inafungwa.
Tuendelee na taarifa zetu. Siku ya leo Twirwaneho ilialerte kuhusu deployment na ya wanajeshi wapya wa Burundi. Hapa sasa kuna kitu ambacho kiko ndani, mbali na haya kuyatangaza tu, kuna mambo ambayo yanaendelea. Siku ya leo Twirwaneho ilisema kwamba wanajeshi wapya wa jeshi la Burundi walikuwa deploye ndani ya Point Zero karibu na Minembwe. Wengine nao wakaelekea Bibokoboko munani moho plateau toujours ya Fizi. Wanasema kwamba wanajeshi hao wapya wa jeshi la Burundi walifika pale kwa kusaidia jeshi la Kongo ili kuatake maeneo ya Twirwaneho na wakaaji wa Wanyamulenge huko Minembwe na maeneo ya Mikenge bila Alumbili, donc maeneo ambayo wana ya kontrole kule. Na hawa wanajeshi wapya wa Burundi ambao Twirwaneho ilitangaza kuwa walikuwa deploye huko, wanasema kwamba wanaongozwa na General Bizimana. General Bizimana ndio mwenye anawaongoza. Wanasema kwamba ni bataillon mbili za wanajeshi wa Burundi ambao tena walikuwa deploye kule. Hii Twirwaneho ilialerte haya kabisa, ikatoa wito kwa communauté nationale na internationale kukamata maamuzi ya kuwafanya wanajeshi wa Burundi kurudia ndani ya nchi yao, na wanasema kwamba mpango wao ni kuatake Wanyamulenge na Twirwaneho maeneo ambayo wanaishi ndani, kitu ambacho kiliacha nawaambia kwamba pale mbali na kutangaza haya kuna kitu kinachoendelea hapo. Hivi juzi kulikuwa deployment ya wanajeshi wapya wa RDF SLO Armée Congolaise, na vyanzo vingi kutoka huko mu territoire ya Fizi walisema kwamba deployment ya wanajeshi wapya wa Rwanda walifika huko Minembwe ili kupigana vita wakiwa wanajifanya Twirwaneho. Na siku ya jana jioni, wakati walikuwa wakielekea mohaya maeneo ya Point Zero na Bibokoboko, walipigwa moambush wakarejea Minembwe. Siku ya leo Twirwaneho inatangaza kwamba kuko nouvelle deployement ya armée ya Burundi. Hapa kitu ambacho Twirwaneho wako na kipanga ni ya kwamba wana mpango wa kuatake jeshi la Kongo na wazalendo kupitia hayo maeneo ili wasonge mbele vers Fizi, puis waungane na wanajeshi wa M23 kutoka Uvira ambao walikuwa wanapigana vita kupitia Makobola ili wasonge mbele waelekee Suima, Mboko na hata ndani ya vile de Baraka waendelee kuprogresse mpaka Fizi waanze vita ya Tanganyika. Mambo yakashindikana pale Kufro, na wakati hapo bilishindikanaka ndipo walianza sasa kudeploye wanajeshi wapya huko munani mo plateau de Fizi maeneo ya Minembwe. Na wakati deployment ilifikaka huko, walikuwa wakiandaa usiku na mchana kama waanze kufanya ile vita. Jana wakati walielekea mufro kule Point Zero, wakapigwa mambushi wakarudia nyuma. Kitu ambacho nakiona hapo ni ya kwamba AFC M23 na Twirwaneho hao ambao walialerte kuhusu deployment ya jeshi la Burundi ni ya kwamba wao wana mpango wa kuatake, ili kuatake sasa wakiwa wanaonesha kwamba wao hawakiuki makubaliano, wao wako na jidefendre, wanaanza kualerte kuhusu deployment ya wanajeshi wapya. Kesho utasikia eti FARDC ili renforcer, ili wakati wote ambapo wao wataatake deja waseme ya kwamba FARDC ili waatake baada ya deployment ya wanajeshi wao pamoja na jeshi la Burundi waliwaatake, epui waendeshe vita wakisema kwamba FARDC ili waatake. Ile ni strategie ambayo wako naitumikisha nao, nitasema kwamba ni ujanja ambao wako nautumikisha ili kufanya ma communauté nationale kuelewa ya kwamba kuko deployment ya wanajeshi wa Burundi na FARDC wako na mpango wa kuatake. Wakati sasa wao wataanzisha vita, iwe kuishutumu deja FARDC na jeshi la Burundi kwa wao ndio wenyewe wako mwatake. Na hayo nadhani kwamba yalikuwa yakifanyika depuis vita hivi. Wakati wote walikuwa na mpango wa kuatake ili wasonge mbele, walikuwa wanaanza kutumikisha ujanja kama na huo. Kuko deployement ndege zilianza kubombarde
epui wanaatake vita, wanasema kwamba ni FARDC ambayo ilianzisha huo ndio mpango ambao mie niko naona kule Moho Plateau de Fizi, baada ya hii tangazo ya hao wanajeshi wa Twirwaneho na wale washirika wao AFC M23. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke ndani ya Ituri kwenye FARDC tena na wale wanamgambo wa CRP walipigania ndani ya Bule. Bule ni centre commercial inayopatikana mu territoire ya Jugu, ni mu province ya Ituri. Bule tangu kwanza kwa mwezi wa 12 hali ya kiusalama ilikuwa ikiendelea kuzorota, mapigano ya hapa na pale yakiripotiwa ndani kati ya jeshi la Kongo na FARDC. Mu semaine passée FARDC ndipo ilionekana kurekipere Bule, hata kama walirekipera Bule kulikuwa ndani wanajeshi toujours wa CRP ambao walikuwa wakiendelea kuonekana makartie tofauti. FARDC ikifika pale wanapotea, asubuhi wanaonekana pale wanashambuliana na FARDC wanapotea. Donc inakuwaka maeneo yenye wanakuwa na wanaishi ndani, wanakuwa tena wanavalia sare za wakaji, donc antenise vile, na inakuwa sasa hatari kufanya operasyon za ratissage wote na kuwakimbiza ndani. Hali ya kiusalama iliendelea kukua mbaya sana hapo Bule, biashara zote zikisimama kutokana na mashambulizi hapa na pale. Siku ya leo tena asubuhi mapema sasa na mapigano yalikuwa makali, CRP na FARDC walishambuliana mu eneo ya Bule na hali tena ikawa mbaya. Masomo yakafungwa, mabotike zikafungwa kwa sababu mapigano yalikuwa yamezuka upya. MONUSCO ikaingilia kati kusaidia FARDC. Wakati MONUSCO iliingia wakapiganisha ile CRP, wakaweza tena kuifukuza pale ambapo walikuwa wameonekana. Centre ya Bule inaendelea kabisa kukumbwa na usalama kidogo kutokana na presence ya wanamgambo wa CRP wa Thomas Lubanga hapo ambapo kila wakati huwa wanafanyaka matake zidi ya FARDC na washirika wao wa jeshi la Uganda. Habari zingine tunazo kutoka mu territoire ya Ituri ni ya kwamba jeshi la Kongo FARDC na jeshi la Uganda siku ya leo walifanya reunion ndani ya Mahagi kwa ajili ya kurenforce kabisa ngome zao ili kuanzisha upya tena operation za kuwapiganisha wanamgambo wa ADF pamoja na CRP na wanamgambo wa Zaire. Siku ya leo viongozi tofauti wa FARDC na wa UPDF walipatania mu eneo ya Mahagi kwenye walifanya kikao, walifanya reunion pale, waliongelea namna ya kuanza tena upya kufanya operasyon za kuwinda wale wanamgambo wa ADF na CRP pamoja na kundi la wanamgambo wa Zaire. Wanasema kwamba hivi juzi tena operation hizo zitaanza, waanze kupiganisha makundi hayo yenye silaha ambayo yanafanyia kazi huko wakiacha population wanakosa usalama, na operation zao ni za kufanya pillage contre population na kuwaua wakaji. Jeshi la Kongo na la Uganda siku ya leo walikuja kupanga upya namna ya kuendesha tena operasyon za kuwapiganisha ADF na CRP pamoja na wanamgambo wa Zaire. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Nawashukuru sana na wasema merci. Nitaendelea kuwapa habari kama kawaida. Tupatane ndani ya taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.